nikupatie ushahidi mwingine. Mpe ndugu yangu msomaji. Msomaji 19:15 Kumbukumbu la Torati. Alafu nije na ndugu yangu Habakuku taratibu. 10 inasema shahidi mmoja asimwinukie mtu awaye yote kumshuhudia kwa uovu wote. Haya, mpe ndugu yangu Habakuku. Mwenyezi Mungu anasemaje kuhusu mashahidi? Awe mmoja tu peke yake? Hapana. Haya, mpe msomaji usikie. Wala kwa dhambi yoyote katika makosa akosayo yoyote. Malizia. Jambo na lithibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Haya, mpe huyo. Jambo na lithibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wangapi? Wawili ama watatu. Ndiyo maana sisi hatuwezi kuzungumzia kitu ndani ya Biblia peke yake mpaka tutoe ushahidi wa pili wa Qur'an. Ndio maana tuko hapa. Kwa mfano nikupatie tu andiko moja fulani mpe ndugu yangu. Hebu soma Yohana 1:40-42. 1:40-42 Yohana inasemaje? Andrea ndugu Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Endelea. Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia tumemwona Masihi. Mpe huyo. Tumemwona nani? Masihi. Kwa hivyo Biblia inamuita Yesu nani? Masihi. Yesu Masihi Kwanza Biblia inamuita Yesu Masihi. Mpe huyo nikuonyeshe aya nyingine. Mathayo 28:18 hapo. Alafu nikupatie kitu. 28:18 Mathayo inasemaje? Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Haya, mpe ndugu yangu Habakuku. Biblia imemuita Yesu Masihi. Sawa? Tena Biblia ikasema Yesu ana mamlaka mbinguni na ardhini. Sawa? Vitu viwili. Kwanza Yesu ni Masihi, alafu ana mamlaka mbinguni na ardhini. Sasa huyo ni shahidi mmoja wa Biblia. Sasa tunatoa shahidi mwingine wa pili ndani ya Qur'an. Mpe msomaji. Qur'ani sura ya 3 aya 45. Inasemaje? 3:45 Qur'ani inasemaje? Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu inasema. Kumbukeni waliposema malaika. Endelea. Ewe Mariam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake, la kukwambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Endelea. Jina lake la huyo mtoto wa Mariam ambaye ni Yesu, jina lake ni Masihi Isa. Mpe huyo. Jina lake ni nani? Masihi Isa. Na kule ndani ya Biblia tumepata anaitwa nani? Masihi. Umeelewa baba? Sasa ndani ya Biblia tumepata anaitwa Masihi, ndani ya Qur'ani anaitwa Masihi. Ndani ya Biblia anaambiwa Yesu anasema nimekabidhiwa mamlaka mbinguni na ardhini. Tuendelee ndani ya Qur'ani itasema ana mamlaka gani? Mpe hiyo aya Qur'ani 3:45. Inasemaje? Inasema jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam, mwenye heshima katika dunia na akhera. Jamani, Qur'an inamsema Yesu ni mwenye heshima katika dunia na wapi? Na akhera. Muhammad hana heshima duniani na akhera. Yesu ndio mwenye heshima duniani na akhera. Haleluya wa Kristo. Amen. Haya, mpe Habakuku. Si unaona sasa? Ndio maana sisi tunatumia Qur'an na Biblia. Sasa ndugu yangu, umesema huna dini. Sasa nimekuonyesha mtu ambaye ana heshima duniani na akhera. Unamkubali wewe? Nampenda sana. Umekubali kumfuata? Ndio, nampenda. Njoo basi tushikane mkono alafu tukae tuzungumze. Haleluya watu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Zungumza na mzee. Alafu uende usalimie yule mzee pale ameweka mkono hapa. Alafu atakuonyesha wale ambao wanampenda Yesu wanafanywa namna gani. Enda kwake. Haya, mwingine mwenye swali? Na ninaambia ndugu yangu Waislamu basi basumbue. Elombe umoya ni Yesu, tunasikia.
Qur'ani. Ndugu yangu, wacha tu. Na ingine moya mwalimu. Nini hiyo? Niwaambie. Usiwaambie, mimi nawaambia. Sisi hapa Ndiyo. Haya. Mujikaze. Haya. Mtusaidie. Hao waache kutulongo. Sababu Qur'ani ni ya Waarabu tu, si wa Kongo. Haya sawa. Haya ndugu yetu kaa. Na kama wako waingie tu tunawakaribisha. Sisi tunakaribisha kila mtu. Waambieni tuko hapa. Haya mpe jirani. Amani iwe kwako ndugu yangu. Iwe kwenu mimi pia. Asante sana. Jina? Naitwa Hamisi Daniel. Hamisi. Yes. Dini yako? Mimi ni Mkristo tena Mpentekoste. Okay. Swali langu nilitaka kuelekezwa tena upya. Kutegemea na maada ambayo yalikuwepo. Mwalimu alipofunza katuonyesha vipi Ismaili mwana wa Abraham alifika kwa muda wa kukombolewa kwa njia ya nyama ya kuchinjwa. Mwishowe tukaja kusikia mwalimu amemalizia kusema kuwa lazima Waislamu wafahamu kuwa Muhammad amezaliwa kwa kiuno cha Ismaili. Na hapo amezaliwa kwa mtu ambaye tayari ameokolewa, amekombolewa. Sasa sikusikia vipi mnawasaidia Waislamu tena. Je, waendelee kuabudu hapo msikitini tu lakini waite jina la Kristo Yesu, au wafunje msikiti waingie makanisani au kwenye dini mahali wanapoitia jina la Kristo? Tumesikia. Haya ndundi ingia. Vipi Waislamu wavunje misikiti waje makanisani waendelee huko? Haya. Asante ndugu yangu Hamis. Na umesema wewe ni Mkristo na ni ndugu yetu katika Pentecost. Karibu sana. Ndio, asante. Mwalimu aliosimamisha somo, kama ulimsikia vizuri, amesema Ismail ndiye aliyetaka kutolewa sadaka na Ibrahim kwa mnasaba wa Qur'an. Sawa? Ndio. Yani mnasaba maana yake kulingana na mchuruziko wa Qur'an. Lakini sisi tunaposoma Mwanzo 22 tunaona aliyekuwa anataka kutolewa sadaka ni Ishaq. Ndio mwalimu akamalizia ya kwamba Waislamu ambao ndio kizazi alichokileta Ismail, na si unakubali mambo hayo? Ndio. Nafikiri hakuna mtu mwenye shida yoyote ya kwamba Waarabu wametokana na Ismail. Hakuna. Na katika Waarabu ndio ikatokea dini ya Kiislamu. Sasa mwalimu akasema Waislamu ni lazima wakubali uokovu, kwa sababu uokovu huu unatokamana na nani? Na Ismail, ambaye yeye kulingana na mnasaba wa Qur'an alipokuwa yuko karibu na kuchinjwa na Nabii Ibrahim, pale Mwenyezi Mungu akamuonyesha Ibrahim kondoo mzuri safi, ndio Ismaili akakombolewa. Sasa kwa ili nikupatie hiyo hakikisho kabisa, mpe msomaji. Nipo Qur'ani 37 aya ya 100. Piga maelezo. Inasemaje? Tunasoma Qur'ani sura ya 37 aya ya 100, alafu pale chini kuna maelezo. Hayo maelezo ndiyo yanayosomwa. Inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu inasema. Hapa tunaonyeshwa mithali bora ya mja kumtii Mola wake na ya mtoto kumtii mzee wake. Nabii Ibrahimu anaamrishwa kumchinja mtoto wake kwa mkono wake, naye akawa tayari kufuata amri, na mtoto akakubali kuchinjwa. Yaani walipokuwa tayari wote wawili kufuata amri ya Mola wao, na Nabii Ibrahimu akamlaza mwanawe ili amchinje, Mwenyezi Mungu alimsamehe na akamkomboa mtoto huyo kwa mnyama. Na hapo ndipo ilipochukuliwa sunna ya kuchinja mnyama katika Idil Haji kwa Waislamu wote
Ndiyo. Na ikadumu mpaka leo. Malizia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kizazi cha huyu Nabii Ismaili ambaye alitaka kuchinjwa kisha akaokolewa. Kisha akafanywaje? Akaokolewa. Aya, ndugu yangu Hamisi, chukua chombo. Sasa kila siku Idul Adha, Waislamu wana sikukuu yao inaitwa Idul Adha. Wakishafanya ile ibada ya hija, pale ndipo wanatoa sadaka za kuchinja. Sasa kuchinja kule wanakokutoa, ndio Sheikh Abdullah Farsi, mtafsiri wa Qur'an, anatuambia wanaadhimisha, wanakumbuka wakati Ismaili alipokuwa anataka kuokolewa na kuchinjwa na Ibrahim. Kwa hivyo wokovu wa Uislamu unaanzia hapo kama alivyosema mwalimu. Sasa ukiona Muislamu anadai hakuna kuokoka, tunashindwa ni Muislamu wa aina gani? Qur'ani idhihirishe upo wokovu ndani ya Qur'ani. Hakuna. Qur'ani 2:21, alafu nikwambie wabaki msikitini ama waje kanisani. 2:21 Qur'ani inasemaje? Inasema Qur'ani 2:21 inasemaje? Mwenyezi Mungu ambaye inasema enyi watu, enyi watu, mpe huyo. Enyi nani? Enyi watu. Wewe ni mtu si mtu? Mimi ni mtu. Yule rafiki yako Muislamu aitwa Ismail ama Muhammad ni mtu si mtu? Ni mtu. Aya, sikiza anaambiwaje? Enyi watu, mwabuduni Mola wenu ambaye amekumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu, ili mfanyeje? Ili mpate kuokoka. Mpe huyo. Sasa watu wote wameambiwa hawawezi kukaa isipokuwa wafanyeje? Isipokuwa wamwabudu. Alafu wakishamwabudu wafanyeje? Sio ifuate njia. Ampe msomaji. Hamisi vipi? Na uko karibu hapo. Nasema enyi watu, mwabuduni Mola wenu ambaye amekumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu, ili mpate kuokoka. Mpe Hamisi. Wanadamu wote wakishamaliza kumwabudu Mwenyezi Mungu ili wafanyeje? Ili wapate kuokoka. Ili wapate kuokoka. Wasitake, wanatakana waokoke. Sasa wakishaokoka wamfuate nani? Si ndio swali hilo? Wakishaokoka wamfuate nani? Qur'ani 43, 60, 61 tunafunga chapter tunaondoka. 43, 60 sema. Kwa jina la Mwenyezi Mungu inasema. Inasemaje? Na kwa kweli Azia 60, 61 inasema na kama tungalipenda tungewafanya malaika kuwa wakazi wa ardhi hii badala yenu. Endelea. Na kwa kweli na kwa kweli yeye Nabii Isa, mpe huyo mwanzo. Na kwa kweli yeye nani? Nabii Isa ambaye sisi tunamuita nani? Tunamuita Kristo Yesu. Aya, mpe sasa usikize. Ni alama ya kiyama. Mpe huyo. Na kwa kweli Nabii Isa ni alama ya nini? Ya kiyama. Maana ya kiyama ni nini unajua? Ndio. Maana yake ni? Maana yake hukumu. Ni hukumu. Kwa hivyo kiyama hakisimami. Na kiyama vitu gani vinafanyika? Mpe Suratul Zilzal aya ya kwanza na ya pili. 99:1-2 inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu inasema itakapotetemeshwa ardhi, mtetemesho wake huo mkubwa, na itakapotoa ardhi mizigo yake hiyo. Mpe sasa huyo. Maana ya ardhi kutoa mizigo, maana yake nini? Maana yake kutoa watu waliokufa. Very good. Kwa hivyo siku ya kiyama itatetemeshwa ardhi, na baada ya mtetemeko wake mkuu watu watafufuka na wanyama wanafufuka, kila kitu kilichokufa kinafufuka, sawa? Ndio. Na ambaye sasa ishara ama alama ya watu na viumbe vyote kufufuka ni nani kulingana na Qur'an? Na kuuliza Hamis. Na kwa kweli yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama. Aya, mpe. Sasa alama ya kiyama ni nani? Yesu. Ambaye siku ya kiyama ardhi itatetemeka watu wafufuke. Kwa hivyo alama ya kiyama ili watu wafufuke ni nani? Ni Yesu. Hata Muhammad nani ya kufuatwa? Wa kufuatwa ni Kristo Yesu. Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Sasa je, wabaki kanisani
ama wabaki msikitini ama uende kanisani. Nafikiri wangalijitahidi uende kanisani kabla kiama hakijafika. Haleluya. Umeelewa baba? Asante. Hai. Pengine swali moja ama mawili alafu tuweze kufunga mhadhara wa leo. Tunapoona kweli dini ya Mwenyezi Mungu imesimamishwa na Yesu, na yeyote anayemfuata Yesu Kristo basi yeye ana uzima wa milele na tumaini la kuishi milele ahera. Haya, kuna swali pale ndugu yangu. Ndio. Dini yako? Mimi ni Adventista. Wewe ni Adventista? Ndio. Uliza swali. Mimi swali yangu niliona wakati mhubiri ameanza kuhubiri, amesema kuhusu ile miti mbili ambayo imekuwa katika shamba la Edeni. Sasa na mimi ninapojifunza kuhusu hiyo miti, nimeona kumekuwa shida kwangu kusikia hiyo fundisho. Kwa kuwa mtu anapoangalia walipoumba mwanadamu wanamutia katika shamba la Edeni. Shetani aliweza kushusha shetani kutoka mbinguni kwenda duniani, na miti hiyo imekwisha kuumbiwa, na mwanadamu amekwisha kuumbiwa. Sasa kulikuwa miti mbili yenye mti wa mema na mabaya. Sasa hiyo mti ya mema na mabaya, kwanza swali yangu ni kumuti ya mabaya ilitoka wapi kabla shetani hajatenda dhambi? Hiyo ndio swali yangu. Haya, Jotam. Ndio. Wewe ni mfuasi wa Seventh Day Adventista. Yeah. Sasa sisi ni walimu ambao tuko hapo, tunaweza kukusaidia hata bila huu muhadhara, sawa sawa? Ndio. Tunauliza swali tunalotaka ni hii dini, watu waache dini zao wafate Yesu. Kwa nini? Kiini gani? Na ndio tunataka swali hilo. Na mimi kwa hivyo kama una swali hilo tafadhali, kwa sababu tuna dakika 10 tu za kumalizishia. Tunashukuru umekuja kutuuliza swali, lakini haliko katika mada ya leo. Na nimeona kwa kuwa kupitia hiyo muti na mabaya ndipo makanisa zimekuwa mingi na vitu vibaya katika dunia. Hiyo tutazungumzia kwa nini kuna makanisa mengi na mambo hayo mengine. Asante sana. Mkaribishe hapo jirani yako. Ndugu yangu, amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Na kwako pia. Asante. Jina lako? Jina langu Innocent. Jina lako nani? Innocent. 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 Okay. Dini yako? Mimi niko Mkristo. Wewe uko Mkristo? Tuelezeshe swali lako basi. Swali langu ni hili. Nimesikia ndani ya Biblia wanasema mwenye Abrahamu. Swali langu inaelekea Abrahamu. Nasema ya kuwa ndani ya Biblia mwenye alitafuta kuchinjwa ni Isaka. Ndani ya Qur'ani mimi nasikia ya kuwa mwenye alitolewa tena juu ya kusema achinjwe ni Ismaili. Sasa swali langu ni hili. Kati ya wale wawili naweza kufuata nani? Ama kati ya wale wawili nani mtoto alikuwa wa ahadi? Kwa maana selo neno la Mungu vile tunafunza tunasikia ya kuwa ni mwenye Mungu alihaidiaka Abrahamu, na ndio mwenye Mungu alimulomba ili awe toleo la sadaka. Ndani ya wale wawili ni nani wa ahadi? Pale ndio kwenye ndio. Kwa hivyo shida yako ni vile Qur'ani inaposema Ishmaeli na kule inasema Isaka. Lakini ulimsikia mwalimu wangu vizuri? Pengine nikusimamishie mwalimu akusomee Kiarabu na akutafsirie. Na kama itasema Ishmaeli Kiarabu tutafuata. Kama ilikuwa ni kuongezeshwa kwa tafsiri pia tutajua ni nani ameweka kitu hapa. Wale ndio mimi nahitaji. Manake Qur'ani na Biblia ni vitu ambavyo vinaoana. Lakini unapoona kitu kimelegea kidogo mahali fulani, sasa pengine sababu fulani ni tafsiri moja haina mwelekeo ule wa original. Kwa hivyo nataka msomaji aisome Kiarabu ile aya
alafu itafsiriwe sawa sawa. Anieleze tu ya wale watu wawili. Ndio tuko hapo. Haya, Vincent. Mwadhiri wangu. Ahsantum. Ndugu yangu Innocent, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Sasa nimefungua surati Saafat, Qur'ani sura ya 37. Ninapiga moja kwa moja kwa aya 102. Aya 100, samahani. Alafu ninaisoma kwa Kiarabu. Maanake kwa Kiarabu hakukutajwa jina Ismail. Sawa? A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. فلما بلغ ما أصحى قال يا بني إني أرى في منام أني أذبحك فانظر ماذا تقرأ قال يا أبت فلما ثم ارتجع ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. Umesikia Ismail hapo? Asante. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba hakuna jina Ismail. Sikiza sasa kwa tafsiri yake. Mola wangu, nipe mtoto awe miongoni mwa watenda mema. Ndipo tukampa habari njema kuwa atapata mtoto mpole. Basi akapata, naye ndiye Nabii Ismail. Sasa hii Nabii Ismail iko ndani ya bracket, kumaanisha katika Kiarabu hakuna Ismail. Sasa huyu Sheikh Abdul Fars kaeka Ismail, lakini kwa Kiarabu hakuna Ismail. Ya nini sasa amesomeka humo? Sasa ndo nakwambia yule mtafsiri aliyetafsiri Qur'an kuitoa katika Kiswahili kutoka Kiarabu akaileta katika Kiswahili, yeye ndiye ameweka Ismail. Sasa siwezi kujua kwa sababu gani aliweka, maana sasa hivi ni marehemu. Kama angekuwa hai ningekuchukua tuende naye pamoja tukamuulize, bwana ilikuwaje kuaje pale, lakini sasa hivi ni marehemu, kafa. Lakini sasa ukauliza swali kati ya Ismail na Ishaq ni nani wa ahadi, si ndio swali lako hilo? Asante, wacha nimuulize Mwenyezi Mungu, mimi sijui. Mwanzo 17:15 nasema, nenda mpaka 17 mpaka aya 17 inasema Mungu akamwambia Ibrahimu. Mungu akamwambia nani? Mpe Innocent. Anamwambia Ibrahimu. Aya, mrejeshe msomaji. Sarai mkeo hutamwita jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara. Endelea. Nami nitambariki na tena nitakupa mwana kwake. Na nitambariki naye atakuwa mama wa mataifa. Na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Endelea. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akacheka, akasema moyoni. Akasemaje? Je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Mpe sasa. Ismail wakati huo yuko na umri tayari ashazaliwa. Sawa? Mungu ndio anamwambia Nabii Ibrahim alayhi salam, anamwambia mkeo Sarai naye atakuzalia mwana katika kipindi kile kile chake cha uzee. Vipi azae? Afadhali Mwenyezi Mungu, huyu mtoto ambaye niko naye mimi Ismail angeishi mbele yako, hiyo ahadi unayotaka nzuri, mpe Ismail. Ibrahim anamwambia Mungu vile. Sawa? Sasa Mungu naye anajibu nini? Mpe msomaji aendelee. Pewe. Mungu alikubali ama alisemaje? Alikataa. Kwa hivyo Ismail kwake X. Na si mimi ndundi nasema hivyo, bali ni maandiko, sio? Kwa hivyo maandiko yamemweka pembeni Ismail. Tuone itakuwaje mbele. Lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume. Nawe utamwita jina lake Isaka. Nami nitafanya agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Mpe sasa huyo. Kati ya Ismail na Ishaq nani atafanya agano imara kwa ajili yake? Isaka. Kwa hivyo kati ya Ismail wa Qur'ani na Isaka wa Biblia nani agano linakuwa imara?
Isaka ndio anakuwa mtu wa agano. Mpe msomaji asome 20 alafu tumalize. Na kwa habari za Ishmaeli, nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha, nami nitamwongeza sana sana. Endelea. Atazaa maseidi 12, nami nitamfanya awe taifa kuu. Malizia. Bali agano langu mimi Mungu, bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka. Mpe huyo. Bali agano la Mwenyezi Mungu, Mungu atalifanya imara kwa nani? Kwa Isaka. Umeelewa ndugu yangu Innocent? Umeelewa vipi? Ninaelewa. Vipi? Nimeelewa hivi. Hii yenye nilikuwa na wazia ya kuwa Ismael na Isaka ni watu mbili wenye wako tofauti. Nimeelewa ya kuwa fatana na neno la Mungu, Isaka ndio mwenye ananyangua ushindi ya kusema ndiye mtoto wa ahadi. Umeelewa? Mungu akubariki. Kingine sasa mimi nataka uuliza hivi. Auliza kwa mwenyekiti. Haya, pengine turuhusu swali la mwisho tunapoenda kufunga. Alafu baada ya hapo tutaweza kufunga mkutano, lakini nimewaambia kesho kuna semina. Hatutaki watu waje na masuruale, matroza. Naonyesha vitu ambavyo havina maana. Asante sana mama. Kule kwetu tunamkuwa kina mama wa heshima kama wewe, shikamoo. Haya, jina lako mama? Jina langu naitwa kwa jina la Salima Shankar. Weka maiki kwa mdomo kabisa. Naitwa Salima Shankar. Salima Shankar. Asante sana. Una dini yako wewe? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Asante. Jina? Samahani, swali. Swali langu ni hili. Nimefuata mada ambayo imemalizika ambayo ilihusu dini la haki na ya kweli la Mungu, la Mwenyezi Mungu. Na sasa niligojelea maswali ambayo itatuma kuulizia ni watu wanaenda tofauti na mada ambayo imemalizika. Sema ile swali. Nimeona kuwa dini yoyote ya kweli inafaa ikajengwe kwa msingi wa damu ya Yesu Kristo. Kwa sababu ndio tumeokolewa kwayo. Na sasa madhehebu mingi tunayo hapa katika mji wetu ya Goma. Karibu nyingi zimekubali ya kuwa wameokolewa na Yesu Kristo. Alafu ninapochunguza hawapatani. Wanaingia kila mmoja kwa dhehebu lake na ukipata mafundisho ni mbalimbali. Sasa tutalitambuaje na kwa alama gani dini hiyo ya kweli na ya haki? Asante. Jumapili ya mwisho sasa tutakuwa na mada itakayosumulia masuala hayo ya madhehebu ambayo yako, wale wanajiita Pentekoste, wale wanajiita Adventista, wale Katoliki. Swali kubwa tutaulizana, yametoka wapi? Kwa hivyo tuweze kuliweka swali hilo. Ni swali refu sana ambalo tukianza kulijibu hapa permit ita expire na hatutalimaliza. Tokea mwanzo Mwenyezi Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, tukaona ya kwamba wale Adamu na Hawa walipodhalilika, Mwenyezi Mungu akasimamisha njia ya wao kumwelekea Mwenyezi Mungu. Walijaribu kujifunika manguo ya majani, lakini Mwenyezi Mungu akasema la hasha, akawafunika ngozi, ikimaanisha damu ilimwaika. Kwa Abeli pamoja na ndugu yake Kanani akawaambia nisimamisheni dini hii. Kaini akaleta vitunguu, tomato na hii mambo yote akaleta pale. Mungu akasema sitaki, kitu nahitaji ni damu. Akaikubali dini, njia ile ya Abeli. Na ndio tunaona hata kwa Abraham vivyo hivyo, alimwambia mtoe mwanawe Isaka. Qur'ani tumeona kwa nini inataja Ishmaeli. Ni tafsiri tu, mtafsiri aliona aongezee tu kuburudisha wanadamu fulani. Lakini unajua sisi kama tulivyosema tunafuata kile ambacho ni hakika. Na unaposoma Qur'ani, unapoona maneno yamebanishwa ama yamewekwa kwa mbano, wazungu wanaita bracket,
yale ni maongezeo ambayo hayako katika Kiarabu, kwa sababu pia Kiarabu tumekisoma. Basi tunaona Isaka akatolewa ili aweze kuifia, lakini Mwenyezi Mungu akaleta mnyama mtukufu, na hiyo yote ikawa ni ishara ya vile Mwenyezi Mungu anataka watu wake wajue njia ambayo ni dini ya kumfikia. Msomaji, nipo Yohana 14:6. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Endelea. Na mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mungalinijua mimi, mungalimjua na Baba. Ni nani huyo anaongea, msomaji? Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kama sisi kweli tuna nia ya kutaka kumuona Mwenyezi Mungu na kuishi na yeye milele katika pepo zake, basi njia ambayo ndiyo dini ni Bwana Yesu, kwa sababu aliweza kujitoa nafsi yake akamwaga damu ambayo mwalimu alituambia ni damu isiyo na maua, ili kila muaminie asipotee. Kwa nini? Kwa sababu sote ni wenye dhambi na hatuwezi kuokolewa ama kusamehewa na mwanadamu kupitia kwa njia yoyote isipokuwa kwa kuikubali damu ya Yesu Kristo. Tunapoenda kufunga muhadhara wetu, nataka kuwaalika nyote katika dini hii, njia ambayo ni Yesu Kristo. Na kama unasema moyoni wako ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia ya kweli, ndiye dini, ndiye mtu wa kuamini na kufuata kwa sababu ana wokovu, tusimame tuombe pamoja. Njia hii kwa undani, wakati wengine wanaenda, tutakuruhusu uingie kwa hii kamba, na ukiingia kwa hii kamba, viongozi wetu organizers watatuambia tutakutana wapi kesho asubuhi saa 2 kwa ajili ya training mpaka saa 6. Lakini kwa siku ya leo tunasema tuwashukuru kwa sababu tumeijua njia hii, na ishara yetu kusimama hapa ndani ya jua hili ni kuonyesha ya kwamba tumemkubali Yesu Kristo kama Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Yesu Kristo, nasimama mbele zako jioni ya leo. Bwana, tunasema ni asante kwa ufunuo ambao umetupatia katika maandiko yako. Uliyaleta kwetu ili yaweze kutufunulia sisi waja wako, ambao mara nyingi tunatawaliwa na dhambi, na mara nyingi tunadhalilishwa na elimu nyingi za wanadamu ambao wanapotosha maandiko yako. Leo tumeona njia, leo tumeona dini ni ile ulioianzisha kupitia kwa damu yako na ukaikamilisha kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Na watu wako katika eneo hili la Goma wamesimama jioni ya leo wakikiri jambo hilo, na wanasema katika jina la Yesu, tutakase nia zetu na dhambi zetu, na utukubali tutembee na wewe maishani mwetu. Tusamehe na kutuhurumia Bwana, na utuongoze mpaka kesho tutakapokuja tena, ili tuweze kuelimishana juu ya maandiko yako. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Basi wale wanaotaka semina, wanapobaki, na pengine wewe ni mara yako ya kwanza kumwamini Yesu Kristo na ungependa ukutane na watumishi na walimu, pia tunakukaribisha ubakie. Kama ndugu yangu Habakuku ambaye amekuja hana dini, leo anasema anataka kuingia katika dini hii, kumwamini Yesu. Kama alikuwa huna dini na unasema nimeijua dini, njia Yesu Kristo, pia ubaki nyuma wakati wengine wanaenda, ili tuweze kusaidiana, na Mungu awabariki. Alafu, assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.